Kwa jina naitwa Bakari Salumu Muzakawa stendi ya zamani. Mimi ni shabiki wa timu ya Simba Sports Club. Mchezo wa jana ulikuwa mzuri tu, ila ndio hivyo, kwenye mpira kuna kushindwa, kudraw na kuwini. Sasa sisi jana ndo kama hivyo ilivyotokea. Kwa gemu ya jana mimi nilivyoiangalia naona kabisa ni mistake haswa kwa upande wa Hamza. Inawezekana alikuwa na injury, yule beki namba 4 atakuwa alikuwa na injury, na ndio maana aliomba mapema mno sana kutoka. Ila kwa mpira ulikuwa mzuri. Raundi ya pili unaona mchezo unakuwa? Raundi ya pili baba, kama gemu itachezwa uwanja wa Benjamin Mkapa, tunawapiga goli nyingi, kwa sababu hata Al-Masri nao walitufunga goli 2 kwao. Lakini walipokuja hapo kwa Mkapa, ule ni uwanja wa machinjio. Yaani wakija pale ni lazima wapigwe goli zaidi ya 2. Kama sikosei goli 3, 4. Kwa hiyo hatuna shaka na wale watu. Sisi kwa Mkapa hatoki mtu. Kwa asilimia mia. Ndo maana tumefungwa jana, leo nimevaa jezi. Mwaka huu kombe lazima libaki Tanzania. Iwe isiwe, lazima libaki Tanzania. Tutatumia kila aina ya mbinu kombe libaki hapa. Haiwezekani kila mwaka tunaingia finali halafu tunakosa kombe. Hawa wa kwetu bwana, tunawaumudu. Tutawafanya kama Al-Masri tulivyowafanya. Kinachotupa ujasiri sisi ni kwa Mkapa hatoki mtu. Tulishawahi kufungwa mechi na Kaizer Chiefs, walitufunga kule kwao goli 4. Walipokuja hapo kwa Mkapa tuliwapiga goli 3. Na Al-Masri naye nadhani kwenye robo finali ile kwenda kwenye hatua ya ile kwenda robo, walitupiga kwao 2, si tukaja tukawapiga hapa 2, tukawatoa kwa penalty, tukaingia nusu finali, tukacheza na Stellenbosch. Kwa hiyo hata hawa wanapokuwa wametufunga kwao, na ndio maana baada ya mechi kama uliwaona walikuwa hawana furaha, bali wachezaji wa Simba walikuwa wakipiga makofi na kupongezana. Kwa Mkapa, ndugu mtangazaji, na kuambia hatoki mtu. Tuna uhakika wa kuwapiga si chini ya goli 3 au goli 4. Yote hii wanaiogopa Simba. Simba ni klabu kubwa, na ndio maana wanajua kwa sababu kwa Mkapa hatoki mtu, basi wao wakaona waanze kupeleka barua kafu ili mechi yairishwe kutoka kwa Mkapa ipelekwe Amani Zanzibar. Lakini hii viongozi wa Simba wametuambia tutulie, baada ya mechi watatuambia gemu itachezwa wapi. Si wana Simba hatuna pressure. Naamini waziri wa michezo alikagua uwanja akatuahidi sisi wana Simba mpaka tarehe 20 mechi itachezwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa Rais Berkane wenyewe ni kina nani ambao wanaweza wakatufanya sisi au wakaifanya kafu ione kwamba ule uwanja. Sisi tunaiombea serikali ibaki na msimamo wao ule, ifanye juu chini, gemu ichezwe kwa Mkapa, kwa sababu uwanja wa Amani kwanza unachukua watu wachache. Watu 15,000 hata Wazanzibari peke yao wanajaza. Sasa watu 60,000 pale ikipigwa pale kwa Mkapa, kwanza nchi ya Tanzania hii serikali itapata mapato. Yani ule uwanja ni mdogo, ule uwanja ni wa kuchezewa mechi za ligi, sio mechi za finali. Sisi tunaombea Mungu serikali ijitahidi, ifanye juu chini, kama ni wakaguzi wa kafu waje ili tuweze wakague uwanja wetu, gemu ipigwe kwa Mkapa. Asante sana. Bana, kwa majina yangu mimi naitwa Emmanuel Mkenga. Napatikana hapa mkoa wa Singida, ni director wa Mkenga House Decor Tanzania. Ni shabiki kindakindaki wa Simba kabisa, na naipenda Simba nguvu moja. Bana, kwa mchezo wa jana ninavyoangalia haukuwa mchezo mwepesi sana, lakini ni kwamba Simba tu kwa sababu hatukujitambua mapema, tuliingia kwa lengo la kwenda kufunguka. Tulifunguka, ndio maana wapinzani wetu wakapata nafasi wakaweza kuzitumia. Lakini kama ulivyoangalia kwamba kwa mchezo walivyorudi kwenye mapumziko wakaingia kipindi cha pili, naona kocha Fadlu akawa amebadili mfumo. Alibadili mfumo ndo akaingia kwa lengo la kwanza kuzuia sasa. Ndio maana hata wapinzani wetu walivyojaribu kutafuta na goli lingine ikawa ngumu.
Kwa hiyo ina maana kama Fadlu kama angekuwa ameanza mapema kuzuia kabla ya kwanza kufunguka ili awasome maadui, tunafikiri hii game tungekuwa tumetoa draw tungeshinda. Lakini sisi bado tuna imani kubwa kabisa kwamba hata kama adui wetu watakapokuja kwa Mkapa moja kwa moja kwamba tunaweza tukalichukua ile kombe. Kipi kinawapa ujasiri kama mashabiki wa Simba? Bana, kinachotupa ujasiri kwamba timu yetu ni timu nzuri na tumetangaza mwaka huu ni ubaya ubwela. Kwa hiyo ubaya ubwela tunaamini kwamba lazima ifanye kazi. Tuna imani kabisa kwamba ubaya ubwela itawaumiza kuanzia ndani ya uwanja mpaka nje ya uwanja. Umeona bana? Kwa hiyo hii kauli ya ubaya ubwela sio kwamba ilitungwa bahati mbaya. Hii kauli ya ubaya ubwela tunadhamiria kwamba itawaumiza maadui zetu. Ndio maana tunachoimani pia kwamba kwa Mkapa atoki mtu bana. Ndio maana hata hawa wapinzani wetu wameanza kuleta figisu wanataka kuhama kwa Mkapa kwa sababu unajua ni tanuru la moto. Kwa hiyo ina maana kwa sababu hilo tanuru la moto lazima watakapokuja pale wanajua kabisa lazima wataungua ule moto. Ndio maana wanataka kwanza kujaribu kukwepa moto. Kwa hiyo lakini tunajaribu kuangalia kwamba iwe isiwe, yani wafanye juu chini, hii game ilete kwa Mkapa. Kwa sababu akishaleta kwa Mkapa lazima tu ubaya ubwela itafanya kazi na tutabeba kombe. Nafikiri kwa sababu kocha Fadlu ameangalia makosa ambayo yaliwafanya maadui zetu wakatuadhibu. Nafikiri kwa sasa hivi yani watakapokuja kwa awamu nyingine kocha Fadlu ataingia na mbinu mpya. Mimi kwa majina naitwa Juma Rashidi, ni mdau mzuri wa michezo na ni mshabiki wa Yanga. Mechi ya jana nimeangalia, ila kimbinu Waarabu wako vizuri. Simba inatakiwa wachange karata vizuri kucheza fainali ya pili, maana wale Waarabu kimbinu wanaonekana ni wako vizuri sana. Simba jana amekosea kwenye matumizi ya mpira ile iliyokufa. Ile mpira iliyokufa wenyewe wamejiamini sana. Sawa. Badala kutoa mipira ile ambaye inaweza kawaadhibu, wenyewe wanadili na watu baadhi walioambiwa ni hatari. Kumbe hawajui mchezaji yoyote aliyoko uwanjani ni hatari. Sawa. Wenyewe wakawa wanadili na wale wachezaji walioambiwa hao wana mabao, hao ni hatari kwenye mipira fulani, lakini kumbe watu wamekuja kimbinu zaidi. Mchezo wa raundi ya pili utakuwa hauna magoli mengi. Mimi najua mechi ya jana imeshaisha.